ya Mtakatifu Josephat, askofu na shahidi. Tunapofanya kumbukumbu hiyo, tutafakari kwa kina juu ya ushahidi paswa kutoa katika kipindi na nyakati hizi zetu. Wakati wa Askofu Josephat, mashahidi walipatikana kwa njia ya kulazimishwa kuikana imani. Leo hii mfumo wa kuikana imani umebadilika. Hakuna atakaye kufuata na kukataza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini zipo namna nyingi za siri tena zisizoonekana zinazotukataza tusimwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa maombezi ya Mtakatifu Josephat, tujaliwe tafakari ya kina na kuona vema namna zile zinazotukataza, na tuishuhudie imani katika mazingira yetu haya, na hata ikipasa kutoa sadaka ya maisha. Lakini pia neno la Mungu leo linatualika kutafakari juu ya shukrani. Kuwa na moyo wa shukrani ni kuwa na unyenyekevu. Anayeshukuru ni yule anayejitambua kuwa kile alichokipata si halali yake, bali ni kwa ufadhili wa yule aliyempatia zawadi hiyo, na mfadhili mkuu ni Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa na moyo huo wa shukrani tunapokuwa wadogo, tunapokuwa wakubwa kwa maana ya mamlaka au kipato, bado tubaki kuwa wanyenyekevu na tukidhihirisha moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu aliye mfadhili mkuu. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu.